Jamani, katika maisha kuna vitu vingi binadamu unaweza kuvipitia ukaona kama dunia nzima inakuchukia na maumivu yote duniani umeumbiwa wewe tu. Ila mwisho wa siku, ili kufanikiwa na kuonesha ulimwengu kwamba wewe ni nani, inabidi utumie akili na moyo. Alisikika mtu mmoja akisema hivyo. Msikilizaji wa Mtungi Simulizi, hii ni simulizi mpya kabisa ambayo nimekuletea kwa siku ya leo. Ni imani yangu utaipokea vyema na itakwenda kukufunza vitu vingi zaidi. Simulizi inakwenda kwa jina la Zaidi ya Maumivu. Yaani zaidi ya maumivu. Nini kiko ndani huko kwenye simulizi hii ya Zaidi ya Maumivu? Mimi ni kuombe tu mpenzi msikilizaji pale pale ulipo, utege sikio lako kuweza kufuatana nami mwanzo mpaka mwisho, tujue kisa hiki ndani yake kuna nini. Jina langu ni Trishi. Karibu. Ni asubuhi mapema katika nyumba fulani ambayo inaonyesha wanaishi watu hapo. Yaani watu wanaoishi hapo ni watu wa maisha ya kati. Nje ya nyumba hiyo anaonekana binti mmoja mwenye umri wa miaka 14 akiwa anafagia uwanja huku machozi yakimtoka kwa kwikwi. Yaani analia kwikwi zikimtoka. Kilio chake kilikuwa cha chini kuashiria kwamba anahofia kutoa sauti yake. Wewe mwana Isaya, mtoto kuliko ni asubuhi yote hii unaniletea uchoro nyumbani kwangu. Niambie, huo mchozi wa nini asubuhi yote? Ilikuwa ni sauti ya mwanamama wa makamo ikitoka kwa mikwaruzo tena kwa ukali. Hapana shangazi, mimi hata silii, alijibu yule binti kwa sauti ya uoga na kiunyonge sana. Kwa hiyo Adija, mimi nimekuwa mwe usio. Yaani siku hizi sijui anaelia na anaicheka, si ndio hivyo? Yaani wanafanyaje? Si ndio maana yake? Au umechoka kula mtosi wa bure? Yule mama mtu mzima alitema cheche. Kumbe yule binti jina ni Hadija. Na alikuwa anabishana na shangazi yake ambaye ilionekana ni mkatili na mkali kupindukia. Nisamehe shangazi, aliongea Hadija huku akipangusa machozi kwa mikono yake. Shangazi mtu aliingia ndani akiwa anatema matusi ya kitu uzima kwa Hadija. Alifika sebuleni na kumkuta kijana mmoja mwenye umri wa miaka 19 kuelekea 20 hivi, akiwa anajiandaa kwenda shule, maana kipindi hicho alikuwa yuko form 5. Je, ni kipenzi changu, niambie, mbona leo umewahi hivyo? Aliuliza shangazi yake Hadija aliyekuwa akijulikana kama Mama J au Mama John. Hapana mama, leo zamu yetu kufanya usafi darasani kwetu, kwa hiyo inatakiwa tuwahi mapema, alijibu yule kijana kwa jina la John. Haya, niambie, nimemkuta binamu yako huko nje analia, imekwaje? Mama bwana, si unajua mwanao nimekuwa kuna vitu vingi vya kiutu uzima. Nilimwomba jana usiku alikataa, kwa hiyo nimempa adabu yake ajifunze. Unajua ni kweli. Kwa hiyo leo hii wewe kujifanya mtu mzima unazidi mimi hadi uniongelea kama mafumbo. Mama, mimi nachelewa bwana, tutajenga nikirudi shule, alizungumza Joni huku akiwa anatoka nje kuelekea shuleni. Huyu mtoto si mwezi, sema naye mzembe. Kwa Hadija ndo kamemshinda kukalazimisha ajipakulia asali, alijisemea shangazi yake Hadija akiwa anaelekea chumbani kwake. Katikati ya msitu mnene ulioshonana anaonekana kijana mdogo wa kiume. Anaitwa Ibra. Mwenyewe ana umri wa miaka 15 hivi. Anakimbia huko akitizama nyuma na shati lake limeloa damu. Kwani nimezaliwa katika dunia hii? Kwa nini kila siku ni mimi tu? Kwa nini babangu alikufa mapema tena kizembe mno? Kwani nitapona kwa hali hii? Mungu naomba nisaidie. Yalikuwa ni maneno na maswali malalamiko kutoka kwa Ibra, akiwa amejitokea na kukaa chini ya mti baada ya kukimbia kwa mbali mrefu. Alionekana ni mtoto alijikatia tamaa ya kuishi kutokana na mambo mazito
yaliyomtokea katika maisha yake. Oya jamani, huku, huyu huku. Ilikuwa ni sauti ya baba mmoja mwenye sura ya kutisha akiwa ameshika panga. Ibra baada ya kuwaona na kusikia wakiongea, alipiga mahesabu na kujiuliza maswali, je, nikimbie au niwaache waniue? Alijiwazia kimoyomoyo. Ibra alipata akili ya ghafla na kuwaza jambo. Akatulia huku akiwatizama akiwa anakuja. Ibra baada ya kuwaona na kusikia akiongea, alipiga mahesabu na kujiuliza maswali, je, itakuwaje sasa? Alipata akili ya ghafla na kuwaza jambo. Akatulia. Wale watu walizidi kumsogelea Ibra huku sura zao zikionyesha ni watu ambao walikuwa wakimuwinda kwa udi na uvumba na hatimaye wamemuweza. Oya Cobra, ona yule mtoto anafanya nini? Mbona kama sielewi? Aliongea mmoja wapo wa hao wazee wakazi wakiwa ni watu waliojazia miili yao haswa. Huku akimwangalia jamaa mmoja aliyejulikana kwa jina la Cobra na ndio alikuwa kiongozi wao. Acha mapechelele wewe. Dogo ashakamatika, acha machepele. Hana akili lake. Hana lake yule, alijibu Cobra. Wale majamaa walizidi kumsogelea mtoto Ibra. Baada ya kumsogelea Ibra, zilibaki hatua chache kumfikia. Walisimama ghafla huku akiwa anashangazwa na kitu ambacho Ibra alikuwa anakifanya. Ibra alikuwa anavua nguo zake taratibu huku akiwa kanuna. Alafu akawakazia macho wale jamaa. Alivua nguo zake zote na kubaki kama alivyozaliwa. Mara alichukua kijiti kikavu kilichokuwa kimechongoka na kujitengeneza uchi kali. Na kutengeneza nchi kali, yani ile ncha kali. Akipitisha kwa mbali katika ngozi ya paji la uso wa kwake na damu zikaanza kuchuruzika kutoka kwenye paji la uso kuja puani mpaka mdomoni kwake. Wale jamaa waliendelea kuangalia sinema huku hawaelewi. Mara Ibra alianza kucheka ghafla wakati alikuwa kanuna haswa. Huku damu zikiwa zimemjaa mdomoni na meno yote imekuwa mekundu kwa damu. Wale jamaa walianza kuingiwa na uoga kwa mbali. Maana walikuwa hawamuelewi mtoto huyu kitu anafanya. Ibra alipogundua ameanza kupata mchecheto, aliona plani yake inakwenda kufanikiwa, maana alikuwa na uoga kupitiliza hapo. Alijivisha sura ya kujiamini, ila moyoni alihofia endapo plani yake itafeli, ndio utakuwa mwisho wake. Ibra aliongeza kicheko mara mbili na raundi hii alikuwa anacheka huku akiwa anawafuata wale jamaa. Mpenzi msikilizaji, hivi chukulia ndio ingekuwa wewe ndio wale majamaa. Unamwona mtoto alikuwa amenuna kwa sura ya ukauzo. Mara ghafla anaanza kucheka kwa nguvu huku akiwa anakufuata na mdomoni kajaa damu. Kajaa damu tele tena ambazo zimetokana na kujichoma mwenyewe na kijiti. Oya Cobra, tupe mwelekeo, mbona maluelue? Ilisikika sauti ya mmoja wapo kutoka kwa wale majamaa. Cobra alikuwa kimya huku naye ujasiri ukianza kupotea baada ya kuona mtoto Ibra anazidi kuwasogelea. Basi kwanza tuachane na hapo, turudi nyumbani kwa Majid. Baada ya Hadija kumaliza kufagia uwanjani, aliingia ndani na kumkuta shangazi yake akiwa anatoka chumbani. Kulikoni? Mbona unaingia ndani kwa spidi ya bombadia? Kulikoni? Hadija alibabaika kujibu akiwa na wasiwasi na majibu yake. Kwa siku hizi tumebadili lugha ndo nini? Nijibu. Shangazi, nataka kwenda shule maana mwezi mzima sijaenda. Jana tulikutana na mwalimu Eliza, akanambia hata kama sina sare ya shule niende tu. Wewe mtoto baradhuli kweli Kwa hiyo umeenda kunitangaza kwamba sare zako nilichoma moto, sio? Au mimi ndo sijakuelewa? Au ndo sijakuelewa? Wewe nilikwambiaje kuhusu kwenda shule? Shangazi mtu mzima aling'aka huku akitoa maswali mfululizo kwa Hadija. Mimi hata sikusema umechoma. Nilimwambia tu sina sare. Ndo kaniuliza ulizonunuliwa na mwalimu mkuu. Nikaambia zimechakaa. Maana maji ya betri yalimwagikia. Kwa siku hizi nawe umekuwa tundulisu, sio? Unanipanga. Haya.
Muda huu unavyokuambia sitaki kukuona, nenda kwa Marozi ukamsaidia kupika na mwambie shangazi haji, maana ana shughuli alinialika. Hadija alitoka huko machozi akiwa anamtoka. Hadija alifika kwa Marozi na kukuta baadhi ya watu wakiwa busy na maandalizi ya shughuli. "Auntie, shikamoo," alisalimia Hadija. Ulikuwa ni asubuhi kwangu badala ya kwenda shuleni. Unakuja kutoa shikamoo kwangu? Wakati muda huu ndio itakiwa hizo shikamoo watuishi walimu wako huko shuleni. Mama Rose alijibu kwa akiwa anachambua mshele. "Shangazi kanituma je kukusaidia kazi eti Haji," alijibu Hadija. "Shangazi yako mweu kweli? Sangekataa toka jana. Kuona ulipo kisha boxi, ukaona ndo time ya kuja kuhemea chakula huko. Haya, toka nisikone hapa kwangu." "Eti kazi gani utafanya wewe?" Hadija aliondoka huko mawazo yake akiwa yamempeleka mbali sana, na machozi akiwa yanamtoka. Hadija alianza kukumbuka miaka miwili nyuma, huku akiwa amejisahau kama anakuelekea kuna barabara ambapo magari yanapita. Hadija aliondoka huko mawazo yake ni mengi sana. Miaka miwili iliyopita Hadija alikuwa anaishi na familia yake kwa furaha tu. Familia yake na Hadija ilikuwa na watu 4, baba na mama yake pamoja na kaka yake. Hadija alijulikana kwa jina la Evans. Kaka yake Hadija ambaye alijulikana kwa jina la Evans alikuwa mzidi Hadija miaka 3 mbele. Kuna siku alitembelewa na wageni, ikiwa ni shangazi yake Hadija alikuwa ameambatana na mwanaume mmoja ambaye hata hivyo familia yake na Hadija walikuwa hamtambui, maana walikuwa hawajawahi kumuona hapo kabla. "Kaka, mimi nimekuja kuomba pesa kidogo, maana hali ya mama yangu sio nzuri. Halafu na mpwa wako jioni shuleni naye kafukuzwa ada." Yalikuwa ni maneno ya shangazi yake Hadija kwenda kwa kaka yake ambaye walikuwa ni watoto wa baba mmoja ila kama mtu na mama yake. "Unajua Mama Joni, unanichekesha. Wewe si majuzi tu niliendea kwa waganga ili nife. Wewe urithi mali zangu. Unafikiri sijui au ndio umemleta huyu jamaa ili mkamilishe kazi yenu?" alijibu Hadija ambaye ni kaka yake Mama Joni. "So hivyo kaka. Mimi nilienda kwa mganga kwa ajili ya dawa za mama. So hivyo wanaposema. Pamoja na yote mimi sijui kama ulienda kwa ajili ya dawa au kafara. Ila nataka nikwambie mimi bado nakuheshimu kama mdogo wangu. Kaka, basi nisamehe Aisha. Ila naomba nisaidie. Pesa nakupa, ila nakupa pesa kwa ajili ya ada tu. Na huyu mama yako utajua wewe, maana siwezi mtibia mtu aliyesababisha kifo cha mama yangu." "Hata hiyo nashukuru kakaangu," shangazi yake Hadija alijibu kwa kinyongo. Babake Hadija alitoa kiasi cha pesa na kumpa Mama Joni. "Nashukuru. Okay. Basi jamani, kwa heri, sitaenda." Mama Joni na yule jamaa yake waliaga na kuondoka. Subiri nikuoneshe show. Nifanya mjanja Kama kwa mganga imeshindikana kisa wewe mlokole, kwa hizi pesa ulizonipa mwenyewe uchomoke. Shangazi yake Hadija alijisemea moyoni wakiwa mlangoni. Wanatoka huwa akimwangalia kaka kwa jicho la kinafiki. Zilipita siku 2, baba alipigiwa simu na shangazi kwamba kuna tatizo limejitokeza sehemu alipokuwa amepanga chumba na sebule ambako alikuwa anaishi na mama yake pamoja na mwanae John. Baba aliaga na kuondoka kwa yeye alikopigiwa simu. Ulipita muda mpaka saa 3 usiku Hadija alikuwa hajarudi. Wakati wanaendelea kumsubiri, walisikia sauti kwa nje. "Wenyewe hodi." "Karibu." Mama Hadija aliitika. Wale jamaa waliingia ikionekana wamevalia nguo za askari. "Hapa ndo kwa Mzee Hassan?" "Ndio." Walijibu wote kwa pamoja na kwa hofu kubwa sana. "Sawa, tumekuja kufanya upekuzi, maana Mzee Hassan yupo chini ya ulinzi kwa mauaji ya John, na pia amekutwa na madawa ya kulevya." Wote walipigwa na butwa na mama yake Hadija adondoka chini kwa kupandwa na pressure baada ya zile taarifa. Hadija na kaka yake walichanganyikiwa wasijue cha kufanya. Huku akimpepea mama yao na wale askari hawakujali, walizidi kufanya upekuzi na kukuta paketi 2 za madawa kulevya chini ya kochi. Walichukua ushahidi wote na kuondoka huku Hadija na kaka yake wasijue nini cha kufanya. Baada ya nusu saa mama Hadija alizinduka huku hali yake ilikuwa sio nzuri kabisa. "Mama, umeamka twende hospitali?" Hapana wanangu. Mimi nipo vizuri tu." "Vipi wale askari wameondoka?" Mama alijibu kwa tabu.
Hadija na kaka yake walimsimulia kila kitu kilichoendelea, baadaye kuzimia. Walimwamsha mama yao huku wakiwa na mkokota ili wapate msaada wa nje kumpeleka hospitali. Baba yenu ni muuaji, anaenda kunyongwa hivi karibuni au kuozea jela. Ilisikika sauti kutoka mlangoni wakati akina Hadija wanajiandaa kutoka. Wote kwa pamoja walipiga macho mlangoni. Alikuwa ni shangazi yake Hadija akiwa anatabasamu. Shangazi, tusaidie. Mama hali mbaya. Alafu baba naye hatuelewi imekuaje. Hamuelewe, mtaelewa tu. Baba yenu kamuua mamangu. Kisa eti analipa kisasi. Kwa baba yenu lazima atumikie adhabu yake. Na hapa mtama kwa sababu hizi mali za wazazi wetu. Aliongea shangazi yake Hadija kwa sura ya chuki. Mamake Hadija alizimia kwa mara ya pili baada ya kusikia maneno kutoka kwa mama John ambaye ni shangazi yake na Hadija. Raundi hii mwili wake ulipoza ghafla na kuwa baridi mithili ya mtu aliyegandishwa kwenye friji. Mamake Hadija alizimia kwa mara ya pili baada ya kusikia maneno kutoka kwa mama John. Hadija na kaka yake walilia kwa sauti na uchungu mkubwa huku akiomba msaada kwa majirani. Baada ya dakika 3 majirani walianza kufika na kufurika baada ya kusikia vile nyumbani kwa kina Hadija. Jamani, tunaomba msaada, angalau tumpeleke mama hospitali. Ilisikika sauti ya Evans ikiongea kwa sauti ya kilio na uchungu mkubwa. Tulieni jamani, tuwe na uvumilivu. Ilikuwa ni sauti ya baba mmoja jirani na mtu wa makamo kidogo. Huyu tayari amekufa, likachimbwa tu kaburi. Aliropoka mama mmoja ambaye walikuwa hawaelewani na mama Hadija katika mtaa huo. Hadija baada ya kusikia maneno ya mama huyo alidondoka chini na kuzimia. Okay, tutarudi kwa kina Hadija. Tuangalie huko msituni. Ibra alizidi kuwasogelea wale jamaa akiwa anacheka kwa nguvu na damu zikiwa zimemjaa mdomoni. Oya Cobra, mimi na familia inanitegemea ujue. Ilikuwa sauti ya mmoja wapo wale jamaa. Hata mimi mamangu ananitegemea na ni mgonjwa, alisikika mwingine. Wale jamaa ambao walikuwa 5 na Cobra ambaye ndio walikuwa kiongozi wao, walikuwa 6. Huyu mtoto mbona nyang'au sana. Oya, tujikatae, naona mnanivuruga, aliongea Cobra huku akiwa anarudi nyuma. Ibra baada ya kuona wale majamaa wanataka kukacha, moyo wake ulicheka kwa furaha. Sasa hapo badala ya kutembea alianza kukimbia akiwa anawafuata. Cobra na wafuasi wake walitoka nduki za kufa mtu, huku kila mtu akiwa anavuta mwenzake endo mbele zaidi. Ibra alianza kucheka kwa furaha huku akiwa anatoa machozi. Sasa hapo ndo alianza kusikia maumivu ya kichwa, maana alikuwa amejichoma na kijiti kwenye paji la uso na damu nyingi zilikuwa zikimtoka. Hii ni hatari. Basi Ibra aliamua kukaa kwenye kiti. Aliamua kukaa kwenye mti na kujisikilizia maumivu. Oya, simameni nyewe wapumbavu. Ilikuwa ni sauti ya mwanaume mmoja ili wasimamisha kina Cobra waka kwenye spidi kali. Cobra na wenzake waligeuza macho na kumuona bosi aliwapa kazi akiwa anakuja kwa spidi na kwa shauku ya kutaka kujua nini kimetokea. Kulikoni? Mbona spidi hivyo? Badala ya kuniletea kichwa cha mtu. Bosi wewe acha tu. Mimi mwanao ni jini. Maana katubadilikia ghafla. Alijibu Cobra. Mimi? Jini? Yule mwanaume aliuliza kwa mshangao, kama hata kucheka. Ndio hivyo bosi. Yaani huwezi amini. Yaani yule mtoto tulikuwa tumemweka kwenye mikono yetu kabisa. Ila sasa cha ajabu, alijichoma na mti kichwani kwake na kuanza kufanya vituko vya kijini. Hapo ilibidi tufanye kitu ili kunusuru uhai wetu. Aliongea mmoja hapo na wale jamaa akiwa na hema. Ni hapo mbavu kweli. Mnashindwa akili na mtoto. Mtoto mdogo kama yule kweli? Bosi, ukweli kabisa alitubadilikia. Tulia pembe. Kwanza Cobra ndo hamnazo kabisa. Twendeni tumfuate. Yaani mtoto mdogo anawaigizia na nyinyi mnakubali kiboya tu. Aliongea yule mwanaume akiwa na shauku kutaka umpeleke aliko yule mtoto Ibra. Yawezekana tumchezea mchezo hivi, aliongea Cobra. Sio kwamba yawezekana, ukweli ndo huo, mmeigiziwa cha kike. Yaani mmeshaingizwa cha kike.
Yule mtoto mimi namjua vizuri, ana akili kama babake. Yaani brother yangu alizaa mtoto ana akili kama mchwa. Sema kwangu lazima akae tu. Tuaini asijaondoka. Aliongea yule mwanaume ambaye alikuwa ni babake mdogo na mtoto Ibra. Imekwaje babake mdogo na Ibra anataka kumuua Ibra? Mpenzi msikilizaji, tuendelee mbele tujue yanayokuja, maana yajayo yanafurahisha. Ibra akiwa amekaa alisikia kwa mbali sauti ya watu wakiongea akiwa wanakuja upande aliko. Oya, tembeni basi. Yaani mmefanya uzembe alafu mnatembea kidemo hivyo. Bosi, leo tuna wasiwasi ujue. Pumbavu kweli nyie. Kama mlijua aoga hivyo, kwa nini mkakubali kazi ya kuua mtu? Ibra aliposikia hiyo sauti, aligundua sauti ya babake mdogo akiwa na wale watu wakirudi alipokuwa amekaa. Wakati Ibra alipiga kilia fasta, alipoona pona, yani aliona pona yake hapo ni kukimbia, maana anamjua vizuri babake mdogo. Alivyo katili, alianyuka na kuanza kukimbia kwa kunyata ili wasijakamuone. Wakati anazidi kukimbia alihisi kuna mtu mbele yake, tena alisikia kicheko kikubwa sana. Ulijifanya mjanja. Sasa huo ndio mwisho wako. Ibra alishtuka na kuangalia mbele, alimuona Cobra akiwa ameshika panga huku anamshegelea. Ibra alijiuliza imekuwaje. Ni kwamba wakati babake mdogo na Ibra anaongea na wale jamaa, Cobra alipewa ishara babake mdogo na Ibra kwamba apite upande wa pili ili wamzunguka Ibra, maana wasipofanya hivyo watamkosa kwa kuwa mtoto huyo alikuwa na akili mno. Kondo ilivyokuwa, Ibra alikuwa tayari chini ya ulinzi. Baada ya dakika 3 walifika na wale jamaa wengine pamoja na babake mdogo. Ibra hakuamini akiwa anamshuhudia babake mdogo mbele ya macho yake. Baba mdogo, ni wewe kweli? Hakunifanyia hivi? Ibra, kimbele chako ndo kinakuponza. Nikikuacha utanitesa baadaye. Maana ushajua siri zangu nyingi. Kwa baba mdogo, wewe kumuoa babangu, unaona ndo siri yako mwenyewe? Ibra, haya yote utapata majibu yake ukiwa kuzimu. Leo na kuzika ukiwa hai. Oya Cobra, waambie vijana wako wafuate zana za kazi kule barabarani kwenye gari nimeziacha. Aliongea babake mdogo na Ibra huku akiwa na angaza huku na huku kuangalia sehemu nzuri ya kuchimba shimo kwa ajili ya kumfukia Ibra. Baba mdogo, na kuahidi siku moja nitarudi kulipa kwa hayo tunayonifanyia. Aliongea Ibra huku akiwa kajikatia tamaa ya kuishi. Kwa ndoto zako zile wanazotaga ndoto za Alinyacha. Ndoto zako ndo zile ambazo wanazitaga ndoto za Alinyacha. Hicho kisasi labda kama utaenda kulipa huko kuzimu, maana leo ndo siku yako ya mwisho. Baba mdogo, na kuahidi mimi sifi. Hata nikifa mzimu wangu utarudi kudai haki ya uhai wangu. Aliongea Ibra huku akiwatazama wale vijana waliotumwa kuchukua zana za kazi. Wakiwa wanakuja huku ameshika zana za kuchimba na kufukia. Hapo Ibra ndo alijua ni mwisho wake. Acha ngonjera wewe, wacha kufanya, omba sala zako za mwisho. Ibra alikaa kimya huko machozi yakiwa yanatoka kwa wingi. Oya, mnazembea nini? Anzeni kuchimba. Aliongea Cobra akiwaambia vijana wake. Jamani, tungesogea kwa mbele kidogo. Kule ndo tukachimbe, maana hapa nina wasiwasi. Aliongea mmoja hapo wale jamaa. Oya Cobra, haya majamaa yako umeyatoa wapi? Mbona maoga hivyo? Wasiwasi wa nini sasa? Chimbeni, acha kupoteza muda. Bosi, sio kwa uoga. Sema ni kama kuna vimiruzi nilisikia kwa mbali vinakuja. Pande hizi nikajua labda ni watu wanakuja. Aliongea yule kijana wake Cobra huku akianza kuchimba. Baada ya dakika 5 walimaliza kuchimba, walimchukua Ibra na kumtupia kama furushi kwenye shimo hilo. Ibra, kamsalimia baba yako sawa? Aliongea babake mdogo huku akionyesha ishara ya kuwaruhusu wale vijana waanze kufukia. Ibra alilia kwa uchungu huku akiona kifo kipo mkononi taratibu. Udongo ulianza kumfukia. Wale jamaa walimaliza kufukia na kuondoka huku akiwa makini kama hawajaonwa na mtu yote. Basi tutarejea huko, lakini tuangazie jicho letu upande wa nyumbani kwa kina Hadija. Baada ya Hadija kuzimia, majirani walichanganyikiwa, walijua wakizembea wanaanza kupoteza watu wawili kumpiga mmoja. Waliamua kumchukua Hadija na kumkimbiza hospitali. Evans
Mwanangu, jikaze, ni mtoto wa kiume. Mamako ndo kama hivyo amefariki tayari. Vipi, kwani baba yako yuko wapi? Tumpigie simu. Alikuwa ni baba jirani akiwa anamfuta machozi Evans ambaye kwa muda huo alikuwa ni kama ameuka. Maana alikuwa haelewi kinachoendelea. Jamani, tumwachie kwanza atulie. Aliongea mtu mwingine. Tunafanyaje sasa? Ngoja tujaribu tumpigie simu baba Hadija. Aliongea baba jirani huku akipekua namba baba Hadija na kupiga ilita na kupokelewa. Halo? Halo, vipi, ni wewe jirani? Hapana, hapo naongea na afande Maro. Mwenye hii simu ipo chini ya ulinzi. Hii? Imekuwaje? Sitaki maswali. Kama unataka kujua imekuwaje, njoo kituoni. Baba jirani alikata simu na kuchanganyikia maana hakuelewa mwambie nini Evans. Bila kujua kwamba Evans anaelewa kila kitu. Baba usijali. Boss baba naomba mpigie shangazi. Kujua kaenda wapi maana alikuwepo hapo. So muda mwambie tuje tufanye taratibu za mazishi. Aliongea Evans kwa sauti ya mkwaruzo na kilio. Kwani Evans unajua kwamba babako kakamatwa? Ndio najua. Makubwa, imekuwaje? Ni story ndefu, nitaeleza nikiwa vizuri, sasa sisikii vizuri. Naomba mpigie shangazi. Baada ya dakika 30 shangazi alifika akiwa kaambatana na baadhi ya majirani zake. Alifika pale msibani bila hata kusalimia. Aliwakuta nje, alipitiza ndani. Na Hadija alizinduka kutoka hospitali na kurudishwa jioni saa 1 huku akiwakuta watu wakiwa wanafanya maandalizi ya kupeleka maiti mochwari ili kesho yake ndo wafanye mazishi. Hadija alilia kwa uchungu mkubwa mno huku akiwa kashikwa na watu. Ilifika asubuhi watu walikuwa wakifurika kuhudhuria mazishi maana mama yake Hadija alikuwa ni mtu wa watu sana. Kiongozi wa mtaa aliwaita wanafamilia ili wafanye mpango wa kufuata maiti mochwari ila Evans hakuwepo. Maana wajitokeza kwa muda huo alikuwa ni Hadija na shangazi yake. Hadija, kakako yuko wapi? Shangazi aliuliza kiongozi wa mtaa. Sijajua lala chumba gani maana mara ya mwisho nilimuona akiwa na shangazi kwenye bustani usiku wakiwa wanaongea. Mimi mwenyewe nilimwacha kule kwenye bustani. Anaongea na maana aliniambia hana usingizi kabisa. Alielekea shangazi yake Hadija. Ilibidi wagawane kwenda kumwangalia Evans. Mama, ilisikika sauti kubwa toka uwani ambayo iliwashtua watu wote na kuachana na kumfuata Evans. Watu walikimbilia uwani kwenda kuona kuna kitu gani kimetokea. Walipofika walitaharuki zaidi baada ya kuona Evans akiwa ametapakaa damu na kisu kikiwa kimetiwa tumboni mwake na pembeni yake kulikuwa na barua iliyokuwa na ujumbe. Ujumbe wenyewe ulisomeka hivi: msishtuke kuona hivi. Nimefanya yote haya ili kuepuka kadhi ambayo baba yangu amefanya na kumua bibi yake na John. Naomba shangazi yetu atusamehe mimi na mdogo wangu Hadija. Najua mdogo wangu ataumia sana. Mwisho niseme mali zote zitabaki mikononi mwa shangazi na Hadija atalelewa na shangazi. Barua ilisomeka hivyo. Haiwezekani. Na maana jirani kaenda jela kwa kufanya mauaji? Aliuliza baba jirani kwa kutamaki. Pigia mstari, hilo ndo jibu. Tena kesho kutwa na nyongo. Alielekea shangazi yake Hadija huku akionyesha sura ya chuki. Kuna kijana mwenye umri kama miaka 20 alionekana ni kichaa. Alikuwa amekaa pembeni huku ni kama alikuwa anatikisa kichwa na kusikitika. Ikaonyesha ni mtu anayejua kitu. Huyo kijana aliamua kusogea kwenye ule umati wa watu ambao ulikuwa umekaa huku akiwa anasubiri polisi waje wafanye uchunguzi wa maiti ya Evans. Alimsogelea moja kwa moja hadi Hadija ambaye alikuwa muda huo hawezi hata kutembea na macho yake yamebadilika na kuwa mekundu maana alikuwa amelia kwa muda mrefu mpaka akachoka. Hadija alikuwa anaona kama maumivu yote duniani aliumbiwa yeye kwa muda huo. Mtoto, habari ya msiba? Yule kijana aliuliza huku akiwa kama ni mtu anayemkebehi Hadija. Hadija aliamua kukaa kimya, yamkini hata sauti haikuisikia maana alikuwa haelewi dunia inafananaje kwa muda huo. Mpenzi msikilizaji, jaribu kuvaa maumivu ambayo alikuwa anapata Hadija kwa muda huo. Ungekuwa wewe halafu unaona kama kuna mtu anakuletea kukuletea. Wewe mpumbavu, toka hapa. Huoni mtoto huyo yupo kwenye wakati mgumu? Aliongea mama mmoja jirani. Mama Zuu, achana naye, unajua vichaa hawana dogo wala kubwa. Alidakia mwingine. Iweje mtoto mdogo ajiue kuepusha kadhi?
iweje aandike kuhusu Mari? Aliongea yule kijana kichaa huku akiwa anakula embe ilooza, tena alikuwa anacheka sana. Mjue Yufaya kaongea pointi sana. Maana mimi mwenyewe sijaelewa sababu iliyowekwa hapo na marehemu kama ndio sababu ya kujiua. Aliongea Bajirani huku akiwa anapitia ile barua kwa mara ya pili. Basi mfufueni marehemu aje aandike sababu upya, halafu ndo ajue maana mnaona bao kamuua mamaangu ndo alifanya vyema. Alidakia shangazi mtu tena kwa ukali huku akiwa anachungulia kwa nje kama polisi washafika. Jamani, mimi naondoka zangu. Msahau kuniwekea chakula. Ila askari akija muulizeni mtu alijichoma kisu. Shingo yake inalegea au inakaza. Na pia mkishazika msisahau kufananisha mwandiko wa marehemu na somo la Kiswahili na mwandiko wa barua. Yule kijana kichaa aliondoka akiwa amewaachia maswali ambayo hakuelewa. Hata Hadija alihisi kitu, ila alipotezea kufuatana na hali aliyokuwa nayo. Hadija, baada ya dakika 10, jamani angalieni shingo. Kabla Bajirani hajamalizia kuongea, polisi waliingia na kuanza kumchunguza marehemu. Baada ya dakika 10 walikamilisha uchunguzi na kuondoka na mwili wa marehemu kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Hadija, jikaze tukamzike mama. Ilikuwa ni sauti ya shangazi yake. Hadija raundi hii alikuwa ni mpole na aliongea kwa sauti ya upendo. Hata Hadija mwenyewe alishangaa. Zilipita siku 3, taarifa baba yake Hadija kunyongwa zilipatikana na zitapakaa mtaani. Tena mtaani kote na Hadija alizipata. Baada ya uchunguzi wa kifo cha Evans kumalizika, waliruhusu maiti kuzikwa, ila cha kushangaza hakutoa maelekezo yoyote ya nini wamekibaini katika kifo chake. Kazi nzuri imefanyika, subirini zawadi yenu. Ilikuwa ni sauti ya shangazi yake Hadija akiongea na simu kwa muda huo. Alikuwa akijiandaa kuhamia nyumbani kwa kina Hadija, maana ile aminika yeye ndo atakuwa mrithi wa mali zote na yeye ndo atamlea Hadija. Basi tuachane kwanza huko, tuje upande wa Ibra. Baada ya siku kadhaa kupita, zilisikika sauti za watu wakiongea. Oya, Manchuma, jua nini? Na wasiwasi sana yule dogo tuliozika kule porini, najua ile majuzi. Acha oga Keni, yule ashakufa, cha msingi tusubiri cheto kwa Cobra. Maana alituambia weekend hii anatugei akichukua kwa bosi. So kama mimi muoga, ujue leo asubuhi nimepita ile sehemu tulomzika majuzi. Nimekuta pamefukuliwa. Hao ni wanyama watakuwa wamefukua. Manchuma alidakia kwa kushtuka. Sidhani kama ni wanyama. Ujue ile siku tunamfukia kuna miruzi ya windaji, nilisikia nilipokuwa naongea nionekana mimi ni muoga. Na nilipokuwa tunaondoka ni kama nilihisi majani kutikisika. Ila niliogopa kusema kwa mimi nilikuwa naonekana muoga. Na leo nimekwenda porini ndo nikaona hicho nilichokwambieni, alisema Keni. Achana nayo bana. Alikafa ukafufuka, sisi haituhusu. Kazi tushamaliza, tunachosubiri ni mtonyo tu. Alafu usije ukathubutu kuongea upuuzi mbele ya bosi, maana atasababisha tusilipa. Sawa, nimekuelewa. Ila inawezekana vipi mtu akiwa hai kwenye udongo? Piga chini, yule ashakufa bana. Wale majamaa walimaliza maongezi yao na kuondoka. Wakiwa wanaondoka walishtuka baada ya kumuona kijana mmoja ambaye ni kichaa akiwa amekaa pembeni ya sehemu waliokuwa wanaongelea. Walishtuka kidogo, ila walipotezea kwa kuwa walimuona ni kichaa sio ya lolote. Ile kichaa alicheka sana kwa sauti, kisha akabeba mfuko wake na wa matakataka na kuanza kuondoka. Ulipita mwezi mmoja ndani ya kijiji kimoja ambacho kilikuwa ni jamii ya wawindaji, ambacho kilikuwa kimejitenga kabisa na kilikuwa katikati ya msitu. Ilikuwa ni mtu wa kawaida kufika kwenye hicho kijiji ni vigumu, kwa sababu ilikuwa ni ufike katika kijiji hicho ni lazima upite katikati ya msitu mnene ambao ulikuwa na wanyama wakali na maajabu mengi ya kutisha. Huo msitu ulikuwa jina la Ulingenda, kwa maana ya usitembee. Babu amezinduka. Ilikuwa ni sauti ya kijana wa kiume alijulikana kwa jina la Nyachi, akiwa anamuita babu yake. Alikuwa anatwanga dawa kwenye jiwe ndani ya kijiji yani. Wanyachi wewe, leo sio siku ya utani je? Hapana babu, fanya haraka, ni kweli amezinduka. Babu yake Nyachi aliacha kutwanga dawa na kukimbilia ndani. Mungu mkubwa Nyachi,
Malizia kutwanga ile dawa haraka, tumpatie mgonjwa ili apate nguvu. Alikuwa babu akimwagiza mjukuu wake huku akiwa haamini kama mgonjwa wao kazinduka. Utapona tu. Utapona tu mjukuu wangu, usijali. Alizungumza babu. Samahani. Hapa ni wapi na nini kimenileta? Yaani nini kinaendelea? Yule mgonjwa aliuliza kwa sauti kavu tena chini sana. Maana alikuwa bado hajapona. Usijali mjukuu wangu. Utajua kila kitu, ila subiri unywe dawa halafu unywe na uji ili upate nguvu, maana nina mengi ya kuzungumza na wewe. Yule mgonjwa alikaa kimya huku akiwa anavuta kumbukumbu ya nini kilitokea na yeye ni nani. Nyumbani kwa kina Hadija, baada ya kupita mwezi na wiki kadhaa, Hadija alianza kuishi na shangazi yake pamoja na binamu yake John. Hapo ndipo mateso kwa Hadija yalipoanza. Mama, ilikuwa sauti ya Hadija ilisikika katikati ya barabara. Mama, ilikuwa sauti ya Hadija ikisikika katikati ya barabara. Wewe simamisha gari. Ameua huyo. Amegonga kwa uzendo wake. Naye anavuka barabara kama anakwenda chooni vile. Ilikuwa ni maneno ya raia walioshuhudia Hadija anavogongwa na gari akiwa anavuka barabara akitokea nyumbani kwa Marozi alikotumwa na shangazi yake kumsaidia Marozi kazi kwenye shughuli. Hata hivyo Marozi alimtimua na kumpeleka Hadija, yani kumpelekea Hadija kuingia kwenye lindi la mawazo huku akiwa anakumbuka nyuma, na muda huo alikuwa anakaribia kwenye barabara. Alipofika katikati ya barabara akiwa bado kwenye mawazo, ndipo alipogongwa na gari. Na kwa bahati mbaya aliyemgonga hakusimamisha gari. Alikimbia na kupotea. Jamani, huyu bado mzima, tumsaidie, tumpeleke hospitali. Ilikuwa ni sauti ya mama muuza maembe ambaye naye alisogea kushuhudia tukio lile. We, thubutu, mpeleke mwenyewe. Sisi hatumo, tunajua polisi wa Tanzania walivyo. Kweli jamani, unaweza kumpeleka akakufia njiani alafu ukaonekana ndio msababishaji. Jamani, tuone na huruma mjue. Hiyo huruma ndio inapunzaga moyo. Mpeleke tu kama huo mtaji wa maembe haujamaliza wote. Ilikuwa ni mabishano ya wale wa mama wafanya biashara walioshuhudia hiyo ajali. Muda huo Hadija alikuwa chini huku damu zikiwa zinamvuja na bado hajapata msaada. Wale wa mama kati wanaendelea na kushangaa na kusababisha walishangaa kumuona picha kijana aliyekuwa amechafuka na kuvaa nguo zilizochanika. Aliinama na kumbeba Hadija mikononi mwake na kuanza kukimbilia kusikojulikana. Wewe kichaa, wewe mshushe. Wewe naye muache bana. Katondolea balasi. Jamani, kwa nini huruma nyie? Yule kichaa anakwenda kummaliza. Nakumbuka yule ni binti mdogo. Aliongea mamuuza maembe ambaye alionekana ndo mwenye huruma kati ya wale mama wote waliokopo wanafanya biashara sehemu ile. Kama ni mama huruma basi mfuate kwa alikopelekwa. Aliongea mama mwingine. Mama muuza maembe alianza kumfuatilia yule kichaa kwa nyuma ili ajue wapi anampeleka mgonjwa. Yule mama hakuamini alipomwona kichaa akiwa anaingia ndani ya hospitali moja ilikuwa karibu na eneo hilo. Tena yule kichaa alionekana ni mtu mwenye haraka sana. Yule mama ilibidi atulie kwenye geti la hiyo hospitali ili asubiri ajue nini kinachoendelea. Yule kichaa alifika ndani na manesi walipomwona kabla mgonjwa alikuwa mahututi hakuuliza imekuwaje. Walimchukua moja kwa moja mgonjwa na kumpeleka emergency room. Imekuwaje kijana? Aliuliza daktari mmoja hakika alishuhudia yule kichaa akiwa anamleta yule mgonjwa hapo hospitali. Maswali staki. Ilikuwa ni sauti ya yule kichaa akimjibu daktari. Wewe ndio umemleta huyu mgonjwa? Au unafikiri tutamtibia bila kujua chanzo? Daktari alifoka. Kwa unataka kujua chanzo? Kichaa aliuliza huku akiwa amemkazia daktari macho. Ndio, nataka kujua chanzo. Haya, huyo mgonjwa nimempiga mimi na kumtupa toka juu mpaka chini ya gorofa. Wewe kweli kichaa. Yule daktari alishangaa na kuingia ndani kupiga simu kituo cha polisi. Daktari, ngoja nieleze kilichotokea. Ilikuwa ni sauti ya mama muuza maembe ambaye alionekana ana hema huku akimzuia daktari asipige simu polisi. Ukweli gani? Daktari, huyo kichaa kadanganya. Huyo mtoto kagongwa na gari pale barabarani na aliyemgonga amekimbia, na ndipo nilipomwona huyo kichaa anambeba majeruhi na kumleta hapa.
Mimi nilikuwa nafuatilia nyuma ili kujua nini dhamira yake. Maana mama muuza maembe alieleza kila kitu. Mama, mbona mimi nishapigia simu polisi na muda huu atakuwa hapo njiani anakuja. Daktari anafanyaje sasa? Kwani kama kijana watu atabaki kesi ambayo sio yake? Bana yesi kaataka, ulitaka mimi nifanyaje? Daktari, kumbuka wewe ni kichaa, hajitambui na ulifanya. Kwa kama atambue na ulifanya, amejoje kama hapa ni hospitali? Na amejoje kama hapa ndipo panafaa kumleta mgonjwa? Singampeleka kirabuni kama yeye hajielewi. Au umemtetea? Jamani, mbona balaa hili? Ile mama muuza maembe aliamua kukaa kimya huku asielewe ajibu nini. Huyu kijana mbona kajitafutia jela, yani jela sasa. Aliwaza yule mama huku akiwa anatoka chumbani kwa daktari. Alifika nje, alikutana na yule kijana kichaa, alimsalimia lakini yule kichaa alikuwa akimwangalia tu yule mama kwa jicho kali sana bila hata kuitika salamu. Wewe kijana, kimbia hapa. Maana sio muda maskari wanakuja kukusomba, aliongea yule mama. Sasa unasomba mimi? Mgonjwa au wewe? Alijibu kichaa. Unamaanisha nini? Yule mama alishangaa majibu yale kichaa na alionekana ni mtu asiye na hofu. Ni mwenyewe sielewi kama wewe usivyoelewa, ila atumia akili na moyo kungamua. Yule kijana alijibu na kutaka kuondoka. Mpo chini ya ulinzi wote wawili. Zilikuwa ni sauti za askari ambao walikuwa wamefika kimya na kupewa maelezo yote na yule daktari. Mama muuza maembe na yule kichaa alipelekwa stera moja kwa moja huku akimwacha Hadija hospitali akiwa anatibiwa. Najuta kuingilia mambo yasiyonihusu. Yule mama aliongea kwa sauti huku akiwa analia ndani ya stera. Wewe ndio mama mwenye bahati kuliko mauti duniani. Ilisikika sauti ya kichaa toka chumba cha pili, maana walikuwa wametenganisha chumba. Wewe kichaa, acha kunichawia. Kwa kukaa humu unaona ndio bahati. Mama, hii dunia ni ngumu sana kuielewa. Ila ukielewa kila kitu utaona ni sawa. Aliongea kichaa raundi hii, aliongea kama ni mtu ambaye yupo serious sana. Na maongezi yake mpaka mama alishangaa. Kwani wewe ni nani? Yule mama aliuliza. Mimi ni yatima. Kichaa ni sina thamani mbele ya kila binadamu. Sijakuelewa. Sio lazima unielewe. Kwa sababu mimi na wewe ni tofauti, ila roho zinafanana. Na ndio maana nimekwambia una bahati kuliko mama wote. Majibu yale kichaa yalizidi kumchanganya mama muuza maembe. Asielewe huyu ni kichaa au mzima. Wewe kijana, mbona sikuelewi? Hizo roho zinafanana kivipi na hiyo bahati ni ipi? Mama aliuliza na alikuwa amesogea kwenye kidirisha kidogo ambacho kilikuwa katikati ya jumba hivyo viwili ili asikie vizuri. Nachomaanisha ni kwamba roho yako na yangu zinafanana kwa sababu ulijaribu kunitetea pale hospitali ili nisije jela, kitu ambacho sijaiona. Mama, mimi huwa ni mwenye makosa mbele ya kila binadamu. Bado ueleweki. Kwa nini uliamua kujisemea uongo kwa yule daktari sasa? Mama, ili utoke hapa ukiwa salama, usiruhusu ujue kila kitu toka kwangu. Na kingine sio lazima ujue kila kitu. Cha mwisho ni kwamba nimekuja hapa ili nile chakula cha bure. Maana nimechoka kula jalalani kule. Yule kijana aliongea hivyo. Mama muuza maembe alikaa kimya huku akiwa anajiuliza maswali mengi mno. Basi tuangalie kule kijijini. Yaani msituni kule. Wenyeche. Harakisha hiyo dawa halafu ukoroge na uji. Babu aliongea akiwa kakaa mbele ya mgonjwa. Yule mgonjwa alikuwa anawaza mbali sana. Na muda huo machozi alikuwa yanamtoka. Babu aliamua kutoka nje ili amwache mgonjwa akae sawa. Mgonjwa alipewa dawa pamoja na uji ili walau mwili ukae sawa. Baada ya kama masaa 4 kupita, mgonjwa alikuwa amepata nafuu. Mjukuu wangu, naona saizi upo sawa. Ndio, yule mgonjwa alijibu. Sawa, karibu na ujisikie huru kabisa. Kwani babu hapa nimefikaje? Aliuliza mgonjwa. Yule babu alikaa sawa na kuanza kueleza ilivyokuwa. Mimi naitwa Mzee Machejo. Naishi hapa na mjukuu wangu huyo, unayemwona anaitwa Nyachi. Kazi zetu kubwa ni uwindaji. Ni mwezi na wiki kadhaa zimepita. Kuna siku tulikwenda kuwinda msitu mdogo ambao upo mbali kidogo na hapa kwa sababu tulikuwa tunahitaji zaidi nyama ya sungura. Tuliamua tuende msitu mbali kidogo ambao sio mnene.
Ilikuwa ni mchana ndipo tulifika katika msitu huu tukiwa kwenye harakati za kufanya mawindo. Ndipo tulisikia sauti za watu wakiwa wanabishana. Tuliamua tupige miruzi ili kujua kama ni wawindaji wenzetu au sio. Maana sisi huwa tuna ishara zetu. Ila baada ya kuona hakuna dalili zozote za kuwa ni mwenzetu, ndipo tulipoamua kufuatilia sauti hizo. Ndipo tulipoona watu wakiwa wanafukia kitu. Hatukujua ni kitu gani, ila tulihisi tukani zitakuwa ni mali za thamani zinafukiwa. Tukasubiri waondoke ili tukafukue tujue ni kitu gani. Walipomaliza kuondoka ndipo na sisi tulifukua na kukuta mwili wako, ila tuligundua bado upo hai, na ndipo tulipoamua kukuleta huku. Na umepita mwezi ukiwa bado haujazinduka, na leo ndio umezinduka. Kwa hivyo ndivyo ilivyokuwa, yani ndio walipofika hapa. Alimaliza kuelezea ile babu. Kumbe yule mgonjwa alikuwa ni Ibra. Sasa tunajua Ibra yupo hai. Ibra alikumbuka mbali na kuanza kulia. Kwani wewe ni nani na ilikuwaje mpaka ukafukiwa ukiwa hai? Babu aliuliza. Ibra alivuta pumzi na kuanza kuelezea kilichotokea katika maisha yake mpaka kupelekea kufukiwa akiwa hai baba yake mdogo. Mimi naitwa Ibra, nina umri wa miaka 15. Nilizaliwa peke yangu kwa baba yangu. Baba yangu alikuwa anaitwa Musa Mwakitwe. Baba yangu alilelewa kituo cha watoto yatima baada ya kutupwa na mama yake ambaye ndio bibi yangu. Baada ya bibi yangu kupata ujauzito ambao ndio ulikuwa baba yangu, ulizua ugomvi na babu, maana walikuwa bado ni wanafunzi. Wakubaliana na watoa ujauzito, ila ilishindikana baada ya ujauzito kwa mkubwa kama miezi 6. Walilazimisha kuoana na kufukuzwa shule. Kitendo hicho kilifanya wawe na chuki na ujauzito huo kiasi kwamba ndio uliopelekea kupoteza mwelekeo wa maisha yao. Ilizidi kuwa magumu sana, ila walipambana hivyo hivyo. Baada ya muda kufika, bibi yangu alijifungua, na ndo wakati ambapo babangu alizaliwa. Ila bibi na babu hakuwa na furaha na kichanga hicho. Waliamua kuchukua mtoto mchanga na kwenda kumtelekeza mbele ya kituo cha kulelea watoto yatima. Baada hapo maisha yule mtoto alikuwa ni kwenye kituo hicho. Ilipita muda wa miaka 25. Baba yangu alikuwa tayari ashakuwa mtu mzima, na muda huo alikuwa ajitegemea maisha na alikuwa anafanya biashara ndogo ndogo. Baada ya miaka 5 baadaye baba alikuwa ashakuwa mfanya biashara mkubwa, na muda huo alikuwa ameshaoa, na mimi nilikuwa nimezaliwa na nina miaka 2. Hapo ndipo kizaza kwenye familia yetu kilipoanzia. Maana wale wazazi walimtelekeza baba alijitokeza na kwamba msamaha kwa baba na kumuelekeza kila kitu. Kwa kuwa baba alikuwa ni mtu alikuwa anatamani wajua wazazi wake toka zamani, alikubalia na kuanza kuwapa msaada midogo midogo kama mavazi, yani kama wazazi wake. Kitendo cha baba kuwa karibu nao, kumbe ndio alikuwa anajisogeza karibu na kifo. Ulipita muda wa miaka kama 12. Mimi nilikuwa na umri wa miaka 14. Ndipo niliposikia maongezi ya babu akiwa anaongea na baba mdogo ambaye alikuwa amezaliwa baada ya baba kuzaliwa na kutupwa. Sasa mwanangu, kama tulivyoongea, inabidi ufanye haraka zile mali za chini yetu, maana kaka yako anatubania mno. Sawa baba, nimekuelewa. Kama tulipopanga kila kitu kitakwenda sawa. Ilikuwa ni maongezi ya baba mdogo, na babu niliposikia hayo maongezi nilishtuka sana na kuahirisha kugonga mlango, maana nilikuwa nimekwenda kumsalimia babu nyumbani kwake. Sikuelewa yale mazungumzo yalikuwa na lengo gani, ila nilihisi kitu kibaya. Sawa baba, nimekuelewa. Kama tulivyopanga kila kitu kitakwenda sawa. Ilikuwa ni maongezi ya baba mdogo na babu. Niliposikia hayo maongezi nilishtuka sana. Baada ya kama miezi 2 nilikuwa nipo shuleni, ndio nilitoa taarifa nikiwa shuleni kwa baba na mama nampata ajali na kutumbukia katika korongo kubwa. Sikuamini nilichoambiwa. Nirudi nyumbani na kukuta watu wamejaa, akiwa baba mdogo, babu na bibi wote walikuwepo. Nilielezwa kila kitu kuhusu kifo cha wazazi wangu. Nilizima siku hiyo. Sikuelewa nini kiliendelea. Nilikutaka kuzinduka baada ya wiki kupita. Nilipelekwa kwenye makaburi waliozika wazazi wangu. Sikuamini kilichotokea, ila ilibidi nikubaliane na yote. Baada ya mwezi kupita nilikuwa naishi na babangu mdogo, maana baada ya wazazi wangu kufariki aliamua kuhamia pale nyumbani. Nilichoshangaa, babangu mdogo alikuwa ananilazimisha mimi kukubali mbele ya mwanasheria kwa mali zote zihamishwe toka kwenye jina langu mpaka jina lake. Akidai mimi siwezi kusimamia vizuri, ila nilimkatalia. Kuna siku nilikuwa natoka shuleni,
Kurudi nyumbani ndipo nilipomwona baba akiwa anaongea na watu ambao sijawahi kuwaona katika bustani yetu. Niliamua kunyata na kusogea ili nisikie wanaongea nini. Ila nyie tuache mambo ya kitoto. Kama tulimweza baba yake huyo mtoto tunashindwa yes. Bosi toa mwongozo. Cobra. Unajua na kuamini huyo mtoto ashakuwa nuksi mbeleni. Utakuja kujuta. Tulichofanya sawa na kazi bure. Nilisikia sauti za watu hao wakiwa wanaongea na baba mdogo. Mwili wangu ulianza kutetemeka, ndipo niliposikia kama kuna mtu nyuma yangu. Wewe mtoto unafanya nini hapo? Ilikuwa ni sauti ya kijana miongoni mwao aliyekuwa ametoka kujisaidia. Nani huyo? Ilikuwa sauti ya baba mdogo. Si unyo wako? Halafu na nyinyi mnaropoka bila kuangalia mazingira. Ushahidi sasa huu. Aliongea yule kijana huku akiwa anashika sare yangu ya shule. Kamateni, mkamalize, kajieleza mwenyewe ndani ya box. Ilikuwa sauti ya baba mdogo. Nilichukuliwa na kupelekwa kwenye majengo chakavu ambayo yalikuwa hayatumiki. Nilipigwa sana mpaka nikazimia. Baada ya muda nilizinduka na ilikuwa kama saa 11 alfajiri kuelekea asubuhi, ndipo niliona wale jamaa wakiwa wamekaa pembeni huku akiwa anaota moto wanasubiri nimzinduke. Nilikuja kugundua kuwa sijafungwa na kamba, ilionyesha walinifungua baada ya kuona nimezimia. Sijui nguvu zilitoka wapi. Nilijikuta napata nguvu ya kuchomoka eneo hili na kuanza kukimbia. Nilikimbia mno. Ila nikiwa nakimbia kuna kichali niambia kimbilia kwenye msitu ule kule. Kweli nilifanya hivyo, niliingia ndani ya msitu ila haikusaidia. Mwisho wa siku nilikamatwa na waliamua kunifanyia kama nilivyoshuhudia. Ibra alimaliza kusimulia mkasa mzima uliompata. Sasa hapo tumeshajua chanzo cha Ibra kufukuzwa na kutaka kuuawa. Mlivyoshuhudia Ibra ndio hivyo. Nyachi na babu yake alitoa machozi kwa historia ambayo Ibra aliwaambia. Mjukuu wangu, pole sana. Babu, naumia sana. Yaani nilikuwa na uwezo ningeenda kulipa kisasi kwa yote alionitendea. Alisema Ibra huku akiwa analia. Mjukuu wangu, pole kwa mara ya pili. Yaani hii story imenifanya nikumbuke mbali sana leo nitokea. Kwani babu naye ulipatwa na majanga kama ya kwangu? Ni story ndefu. Ila ipo siku nitawasimulia, maana hata Nyachi nimeishi naye ila sitaki kumsimulia. Babu aliongea huku akiwa amebeba jembe lake na kuelekea porini kuchimba kitu fulani ambacho haikujulikana ni kitu gani. Basi tuelekea ndani ya mahabusu. Yule mama muuza maembe na yule kijana kichaa waliendelea na maongezi ya kawaida. Ila cha kushangaza mama alishangaa kuona yule kichaa ni mtu na akili zake, na inaonekana ni mtu aliyepitia majanga mengi mno. Na pia uongeaji wake ulionekana ni mtu anayejua vitu vingi mno katika eneo hilo. Hivyo kijana una ndugu? Yule mama aliamua kuuliza tena, japo alikatazwa kwamba asiulize maswali mengi, itamletea shida. Ndugu nao wengi mno, miongoni mwao ni wewe. Yule kichaa alijibu. Mbona sielewi? Yaani huyu kijana mara kichaa mara mzima. Sijui nitamweka upande upi. Yule mama alisema kimoyomoyo. Ilipita siku moja bila mtu yote kuja kuwashika ni kuwatolea dhamana. Ilipofika saa 6 mchana waliachiwa huru baada ya uchunguzi kugundulika hawana hatia. Yule mama muuza maembe moja kwa moja alinyosha hadi hospitali kwenda kumuona mgonjwa. Alipofika tu alisikia sauti. Mtu mwenyewe ndo huyo. Ila yule kijana mchafu ndo simuoni, sijui yeye hajatoka. Ilikuwa ni sauti ya daktari akiongea na mama fulani alionekana amechukia mno, huku akiwa anamnyeshia kidole mama muuza maembe. Huyu kichaa mwenzako yuko wapi? Alida kwa jukwaji na yule mama. Wewe nani kwani? Mama muuza maembe aliuliza. Naitwa Majei. Shangazi yake na huyo mliyemtaka kumuua. Kumbe alikuwa ni shangazi yake Hadija. Samahani mama. Wewe upuuzi wako mtolee hapa. Kwa siku hizi na mimi nimekuwa dereva. Hadi useme nitaka kuua. Mama muuza maembe aling'aka. Aliona kama wanataka kumzoea. Yaani kalala mahabusu bila kosa, halafu nao wanataka lete la kuleta. Baada ya kuona mama muuza maembe kawaka, ilibidi yule daktari na shangazi yake Hadija pole na kuuliza kwamba ilikuwaje tena kwa upole. Kumbe ukali unasaidia. Ile mama muuza maembe alijisemea kimoyomoyo. Bwana, huyu binti aligongwa na gari. Ile mama aliamua kuwasimulia kila kitu. Mama muuza maembe aliruhusiwa kumuona mgonjwa, na baada ya kumuona mgonjwa aliamua kurudi nyumbani huku akiwa haelewi siku itakwendaje, maana kula kwake kuitegemea biashara yake ya kuuza maembe. Zilipita siku 4, Hadija alizinduka, ila baada ya kuzinduka Hadija alionekana amepoteza uwezo wa kuzungumza. Alikuwa kama mtu ambaye kwa mbali
Kaweuka japo hakujionyesha sana, ila alikuwa ni mtu wa kucheka peke yake muda wote. Mama J, shangazi yako ndio kama hivyo ulivyomuona. Inaonekana amepoteza uwezo wa kuongea na baadhi ya kumbukumbu zake zimepotea na hatujui lini atakuwa sawa. Au inawezekana maisha yake yote ataishi hivi. Daktari alikuwa anamweleza shangazi yake Hadija. Daktari, nimekuelewa. Vipi sasa naweza ondoka naye? Mama J aliuliza. Unaweza kuondoka naye ila nenda ukalipia matibabu kwanza. Daktari anasemaje? Kwa nini nisipolipia siruhusiwi kuondoka naye? Ndio maana yake mpaka walipie. Safi sana. Naona hiyo hospitalini ipo vizuri. Mimi naondoka na CVP. Yaani nilikuwa nawaza huyo sasa nikamwachie nani? Kumbe hospitalini mnajitolea bure, Nishajua dawa ni kutokulipia tu. Shangazi yake Hadija aliongea huku akiwa anacheka mno. Mama wewe. Yaani majuzi ulivyoniambia unataka umtishie yule mama Muza Maembe kwamba yeye ndio ukasababisha ajali ya Hadija ili akulipe pesa. Nilijua ni njaa tu ndio inakusumbua. Kumbe una roho ya kutu hivyo. Yule daktari aliongea huku akiwa anamshangaa shangazi yake Hadija alipokuwa na nini mtu wa ajabu. Bwana wewe usiniletee ngonjera nini? Wewe ushaniambia nisipolipia mnabaki na mgonjwa, maneno mengi ya nini? Mimi naondoka, malezi mema. Mama J aliongea kwa kujishaua na kuondoka. Alimwacha daktari akiwa hajui cha kufanya. Daktari alifikiria sana, ilibidi apeleke ripoti kwenye ngazi ya juu, na maamuzi aliyotoa ni kwamba inabidi shangazi yake Hadija atafutiwe na wamkabidhi mgonjwa wake bila hata kulipia. Maana hakuna namna, wakisema wamkamate wa kumlea Hadija atakosekana. Kesho ile daktari alikwenda chumba ambacho ndo Hadija alikuwa amelazwa. Ile tu anafungua mlango alimwona Hadija anamalizia kuandika kitu kwenye karatasi na kurudisha dirishani. Kukirusha dirishani. Wewe mtoto. Nini cho unarusha dirishani? Kwanza hiyo peni umetoa wapi? Daktari alimuuliza Hadija akionyesha kushangazwa. Ila Hadija alionyesha tu ishara ambazo hata daktari alikuwa hazielewi. Maana kwa muda huo Hadija alikuwa hana uwezo wa kuongea. Daktari aliamua kusogea pale dirishani na kuchungulia kwa nje ili aone nini Hadija karusha. Cha ajabu hakuona kitu chochote. Aliamua kumgeukia Hadija pale alipokuwa amekaa kitandani. Cha kushangaza pale kitandani na vikaratasi viwili na vyote vilikuwa vimeandikwa sentensi ambazo zilimfanya daktari aanze kumtilia mashaka Hadija. Kikaratasi cha kwanza kiliandikwa hivi: pambania unapoweza, kwingine niachie mimi. Na kingine kiliandikwa usijaribu usichokiweza, na usimwamini mtu yote hata mimi. Baada ya yule daktari kuvisoma vile vijikaratasi, alimwangalia tena Hadija na kukumbuka maneno ya shangazi yake Hadija. Kuna kitu alikihisi, ila kutokana na umri wa Hadija aliamua kupotezea. Alichukua vile vijikaratasi na kutoka navyo. Baada kama dakika 10 kupita, Hadija aliamua kuchungulia dirishani alipokuwa amerusha ile karatasi. Alikuwa ameandika kitu. Ila alipochungulia alimwona yule daktari akiwa anatafuta kitu kwa nje chini ya lile dirisha. Hadija alipata wasiwasi. Liwalo nalia. Hadija alijisemea hivyo. Mpenzi msikilizaji, nadhani nini ambacho Hadija alikuwa ameandika? Basi tukutane katika sehemu ya pili kujua nini kiliendelea. Asante. Jamani, hii ni simulizi nzuri sana ambayo kwa namna moja ama nyingine itakufundisha. Ina vibanga vya hatari. Yaani ina vitu ambavyo mpaka nashinda nisemaje. Asante sana kwa kuwa pamoja nami pamoja na Mtungi Simulizi. Tuendelee kusongesha gurudumu hili la simulizi. Thank you.